Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Baraka Ulimboka Mwamengo, mbunge wa Kyela kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa barabara ya Ipyana Kasumulu Ngana hadi Ndembo kwenye urefu 8.3 ambapo kwa sasa kazi ya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa barabara hii imefikia 96%. Aidha, serikali imeanza ujenzi wa barabara hii sehemu ya Isongole 2 hadi Ndembo pamoja na barabara ya kuingia Ndembo Isoko yenye urefu wa kilomita 52 ambapo ujenzi umefikia 10.75%. Kwa sehemu ya Ipyana Kasumulu Ngana hadi Ndembo, kazi ya kufanya uthamini wa nyumba na mali kwa ajili ya kulipa fidia kwa wananchi watakaoathiriwa na mradi huo inategemea kuanza hivi karibuni. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Baraka Mwamengo, swali la nyongeza. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa eneo lile la barabara hiyo ya Ipyana Kasumulu kwa kipindi hiki cha mvua imeathirika sana na maeneo makubwa ambayo yanakwamisha magari kupita eneo hilo, hasa kipande cha eneo la Ikolo. Je, serikali itakuwa tayari kupeleka fedha za dharura ili kuendelea kuikarabati hiyo barabara wakati tunasubiri hiyo mradi mkubwa? Swali langu la pili, kwa kuwa serikali tayari imesema kwa imeanza kipande section ile ya upande wa Ileje, awamu ya pili itakuwa tayari sasa kuanza kipande cha Ipyana Kasumulu Ngana ili wananchi waone serikali inajali kama ilivyoandikwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi? Nashukuru. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa mbunge Baraka Ulimboka Mwamengo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni kweli kwamba hii ni barabara ya changarawe ambayo katika kipindi cha mvua na hasa ule ukanda wa Kyela ambao una mvua nyingi huwa barabara nyingi zinakuwa zimeharibika, na huu ni mwezi wa 5. Kwa hiyo nimwelekeze meneja afike eneo la barabara, meneja wa mkoa wa Mbeya, kuangalia kama sasa tunaweza tukaanza utengenezaji wa barabara wa kawaida, na kama sivyo basi aweze kuhakikisha kwamba mkandarasi ambaye atatengeneza barabara hiyo katika matengenezo ya kawaida aweze kutengeneza na kurekebisha yale maeneo ambayo sasa yanafanya hiyo barabara isipitike kwa urahisi. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu swala la pili, barabara hii Mheshimiwa Mwenyekiti inaunganisha mkoa wa Songwe na mkoa wa Mbeya kwa maana wilaya ya Ileje na wilaya ya Kyela. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba ombi la kuanza upande mwingine serikali itasikiliza, lakini nafahamu Mheshimiwa mbunge pia ni mtaalamu wa barabara. Kuna vigezo kadhaa ambavyo vinaangaliwa hasa kulingana na ushauri wa mhandisi mshauri, barabara ianze wapi. Ziko barabara zinaanza katikati, zingine zinaanza mwisho. Kwa hiyo tutaangalia kama kutakuwa na vigezo hivyo kuanza upande huo wa Ipyana, Mheshimiwa Mwenyekiti, haitashindikana kufanya hivyo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.